الحمد لله الذي علم آدم الأسماء كلها وخلق الشياطين والمردة وبالأسمائه تذلها وأشهد أن لا إله إلا الله سخر الشياطين والجن للإنسان وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنور القرآن. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه لغل الميامين. أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kutaka rehma na amani ziende kwa kipenzi wa umma ambaye si mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi wa ZVP Online TV, leo ndugu yenu Khalifa Sheikh Saleh Makarama nimekujilieni tena katika vipindi vyenu pendwa kwa ajili ya kukuleteeni maudhui ambayo kwayo tutastafidi na kufaidika, na maudhui ambayo itakuwa na muendelezo. Na darasa hili limetengenezewa akhbari au limetengenezewa kichwa cha habari ya kwamba ulimwengu wa siri. Ulimwengu wa siri ndio darasa letu tutakokuwa nalo kwa muda mrefu kidogo, na itakuwa na sehemu moja, sehemu ya pili, mpaka hapo ambapo Allah tabaraka wa taala atakavyotukadiria kufikia mwisho au tamati wa darasa letu hili pendwa. Kwa wewe ambaye umepata darasa hii, usiache kuisambaza kwa watu wengine ili na wao wapate kustafidi na kufaidika na kufanikiwa katika yale ambayo tutayaeleza katika darasa yetu hii. Lakini licha ya hapo, kutakuwa kuna zawadi tofauti ambazo leo nitazitambulisha kwenu rasmi kuanzia darasa langu siku hii ya kwanza na muendelezo wa darasa zangu zote takazokuwa nazo hapa, ili watu wakaweze kufaidika katika kuondoa maradhi yao ya kishaitani, ya kisihiri, ya kichawi, kupandisha nyota zao, biashara zao, ndoa zao zikawe sawa, lakini pia vile na yale ambao unayoyatamani, muonekano na kila ambacho unachokitamani kiwe kikae sawa, basi jua kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anasema waja'alna likulli shay'in sababa. Allah amejalia kila kitu sababu. Waja'alna likulli shay'in sababa. Allah amejalia kila kitu asbabu au sababu. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, darasa letu hili ambalo linazungumzia kwa kichwa cha habari ya kwamba ulimwengu wa siri. Ulimwengu huu wa siri tunaupata wapi? Tunaupata hasa kwa Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Darasa letu litaanzia hapo, lakini kwa aya ya Allah tabaraka wa taala anayetueleza sisi wanadamu, mimi na wewe unaonitazama hivi leo. Allah tabaraka wa taala anasema inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui. Hakika shaitani kwetu sisi, mimi na wewe unanitazama, ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, basi tumfanye kweli kuwa adui. Shaitani ni nani? Ni kiumbe cha namna gani? Nguvu yake ikoje? Kuwa yake ikoje? Yukoje? Ni historia ndefu sana ambayo kwayo inaweza ikatuchukua muda mrefu sana kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, tutaanza katika darasa hili kwa kutazama ulimwengu wa Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Lakini ulimwengu huu wa Nabii Allah Suleiman ambayo kwayo au habari hii zimebebwa na kichwa cha habari kinachosema ulimwengu wa siri, utakuwa unaturudisha kabla ya kuumbwa baba yetu Adam, kumtafuta Ibilisi ambaye hasa yeye ndiyo mtihani mkubwa kwa sisi binadamu mpaka leo kufikia kuwa na maradhi tofauti. Kwa tutakuwa tunakwenda huku na kule, lakini habari jua kabisa kwamba darasa tunalokwenda nalo ulimwengu wa siri au ulimwengu usiojulikana. Mpendwa msikilizaji wa ZVP Online TV, darasa yetu inaanza kwa kusema kana Suleimanu alayhi salam. Alikuwa Nabii Allah Suleiman alayhi salam yamliku jaishan minal jinni washayatin, kwamba Suleiman alayhi salamu alikuwa akimiliki jeshi kubwa linalotokana na majini na jeshi kubwa linalotokana na mashaitani wenye sifa ya kijini, yani wenye asili ya kijini lakini walioasi wakawa na sifa ya kishaitani. Ina maana hawa wao wenyewe la halali twende, la haramu twende, hawa ndio ambao wanabeba sifa ya ushaitani. Kuna kila nyingi zimezungumzwa juu ya umiliki wa hivi vitu kwa Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Kila nyingine ambayo ni kubwa ni kwamba juu ya khatamu ya Suleiman, yani pete ya Nabii Allah Suleiman, pete ambayo ilikuwa ina wafqu maalum, wafqu ambayo imebeba majina 7 ya Allah tabaraka wa taala yaliyokuwa yakimpa nguvu, power na amri kubwa Nabii Allah Suleiman
kwa chochote ambacho alichokuwa akihitajia kwa majini, binadamu, wanyama, ndege, upepo na vinginevyo vilikuwa vinamtii. Lakini kwa kila hii ambayo tuletea mwanzo kabisa wa uanzilishaji wa kutiiwa Nabii Allah Suleiman alayhi salam, kila hii inatueleza, kila maana yake palisemwa annahu kana biamri min sayyidina Jibrail alladhi nazala min as-samai biamri min Allah ta'ala. Kabla hayo yote hayajawa kuwa ya Nabii Allah Suleiman alayhi salam, alitelemka Jibril alayhi salam kushuka katika dunia kwa ajili ya maandalizi na maamrisho maalum juu ya viumbe vyote kumtii Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Anasema min Allah ta'ala, lakini amri ya kutelemka Jibril alayhi salam ni amri iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala, liya'mura al-jinnu wash-shayatina ay yakhdha'u tahta sataritihi, ili hao wote watelemke waje wamtii Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Majini watelemke, mashaitani wamtii Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Lamma nazala sayyiduna Jibril alayhi salam, pindi alipotelemka sayyidina Jibril alayhi salam, qala lahum, akatoa tangazo, akanadi, ayyuhal jinnu, enyi majini, washayatini, na mashaitani, ajibu li sayyidina Suleimanu ibn Daud alayhi salamu, muitikieni Suleimani mtoto wa Daudi alayhi salam. Baada ya tamko hili kutamkwa, baada ya tamko hili kutoka, fakharaju min kuhufi, wakatoka katika mapango. Majini waliokuwa wamejificha katika mapango wakatoka. Wal audiyatin, lakini pia katika majangwa, majini waliokuwa wamejihifadhi kuweka maskani yao katika majangwa pia na wao wakatoka. Wa tahta al-ardhi, lakini pia wakatoka chini ya ardhi. Chini ya ardhi walitoka mashaitani. Kwa nini shaitani au jini aweze kutoka katika sehemu ngumu kama hizi? Mwanadamu kuingia katika ardhi ni mpaka kuchimba, lakini jini anapita sehemu yoyote atakayoitaka. Hii ikhwani, ndugu zangu Waislamu, inatokea kutokana na asili yao majini, hasa kwa baba yao au jini wa kwanza kuumbwa aliyejulikana kwa jina la Sumaya. Nakupa kidogo historia kurudi nyuma ili tutakapokwenda na darasa letu upate kunielewa vizuri. Jini wa kwanza kuumbwa alijulikana kwa jina la Sumaya. Sumaya alivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala, Mola wetu mlezi, akamwambia, ya Sumaya, ewe Sumaya. Ni jini wa kwanza huyu kuumbwa, kama ambavyo unavyoona alivyoumbwa baba yetu Adam kuwa ni mwanadamu wa kwanza. Allah akamweleza, ya Sumaya, ewe Sumaya, tamanna alayya shay'an, tamani kutoka kwangu mimi Mola wako mlezi unachokitaka. Sumaya aliomba mambo matatu. Sumaya aliomba jambo la kwanza, akamwambia, ya Rabbi, ewe Mola wangu, atamanna an naghiba tahta thara, natamani ya Rabbi niweze kuzama katika ardhi na kupita sehemu ambayo kiumbe atakayeumbwa baada yangu iwe ngumu kwake kufanya hicho nitakachokifanya mimi. Hili akakubaliwa, na ndio maana shaitani anaweza kapita popote ambapo wewe mwanadamu huwezi kupita. Mpaka katika mishipa yako ya damu shaitani anaweza kapita, na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu akasema katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayh, anasema inna shaitana yajri min ibni adama majra dami, hakika shaitani anatashakar na kuzunguka katika kiwiliwili cha mwanadamu kupitia mishipa yake ya damu. Anaweza kuingia sehemu ambayo wewe mwanadamu huwezi kuingia. Lakini pia jambo la pili, baada ya kukubaliwa hilo la kwanza, akamwambia, ya Rabbi, ewe Mola wangu, atamanna annara wala nura, natamani mimi nivione viumbe vitakavyoumbwa baada yangu mimi, na viumbe hivyo visinione mimi. Allah tabaraka wa taala ili alimkubalia kwa sharti, akamkubalia, akamwambia Sumaya, sawa, hawatakuona, lakini kwa wale nitakaowahitari au kuwapa elimu maalum, basi hao watakuona na hao watafanya vile wanavyotaka kwako wewe. Sumaya ili alikubaliwa, na dalili ndio tunazipata hapa. Miongoni mwa watu ambao Allah tabaraka wa taala aliwahitari wawaone majini watumikisha ni Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Lakini pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kisa kirefu hichi cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipokwenda kukutana na majini zaidi ya 15,000, tena katika makabila makubwa ya kijini. Wale viongozi wao alikutana nao kwa idhni yake Allah tabaraka wa taala. Ikhwan, ndugu zangu Waislamu,
Jambo la mwisho akamuomba Allah tabaraka wa taala, ya Rabbi, Mola wangu na kuomba kiwiliwili changu niweze kukibadilisha pale ambapo kitakapokuwa kimezeka, yani ngozi yake. Sheitani anajikoboa ngozi kama vile unavyoona nyoka anavyojikoboa ngozi. Ndugu zangu Waislamu, hii ndo pawa na nguvu aliyopewa kiumbe huyu. Baada ya sheitani huyu aliyejulikana kwa jina la Sumaya, baada jini huyu akijulikana kwa jina la Sumaya, kizazi chake kilikuwa chenye kumcha Allah tabaraka wa taala, mpaka utawala wa Sumaya ulipokwisha akaja jini wa pili aliyewatawala majini wote kuwa mfalme. Alikuwa anaitwa Shamail ibn Ra'si min al-Jinni. Shamail ibn Ra'si min al-Jinni, huyu ndo aliyekuwa baba wa majini wa pili baada ya Sumaya, au mama wa majini wa pili baada ya Sumaya. Baada ya hapo utawala wake fitna iliingia pia na wenyewe uliporomoshwa. Baada ya hapo ndipo kukazalika ufalme wa majini watano wale watawala majini wengine wote, na kipindi hicho ndipo sheitani ambaye anajulikana kwa jina la Azazil au Iblis naye alikuwepo hapo. Na hapo sasa ndipo ambapo ilipoanza fitna kubwa juu ya kuporomosha ufalme wa hawa wafalme watano, kwamba tumechoka. Popote panapokuwa pana neema, basi watu hutamani neema ile iondoke. Basi watu wakaanza, majini wakamwaga damu, majini wakauana, fitna ikaenea katika ulimwengu. Hapa pia kuna kila mbili. Naomba unielewe, darasa letu litakuwa na ugumu kidogo, lakini naomba unifuatilie vizuri. Kipindi hicho Azazil yupo au Abasijida yupo. Kila ya kwanza inasema malaika walishuka, ambayo hii ndio kila maarufu watu wengi wanaifahamu. Malaika walishuka wakawapiga majini, wakawaua, wengine wakakimbia katika bahari, wengine wakakimbia katika mapango, wengine wakakimbia katika majangwa, wengine wakakimbia chini ya ardhi, wengine wakakimbia katika mapoli makubwa. Na kama tunavyoona, baada ya amri ya Nabii Allah Jibril alayhi salam juu ya kwamba wao watoke waje wamtii Nabii Allah Sulaiman alayhi salam, tunaambia walitoka minal kuhufi, walitoka katika mapango, wal audiyati, pamoja na majangwa, wa tahta al-ardhi, pamoja na chini ya ardhi, walitoka kwa ajili ya kuja kumtii Nabii Allah Sulaiman alayhi salam. Hayo ndo makazi yao baada ya kupigwa. Azazili alikuwa ni kijini kidogo, kitoto kidogo, kikabebwa na malaika kikapelekwa mbinguni, kikakuwa huko, na mengineyo mengi ambayo tunakwisha kuyafahamu au mashehe wengi wamekwisha kuzungumza. Lakini mimi nitakwenda katika kila ya pili katika mazungumzo, katika wapokezi wa kila nyingine. Ukisikia kila kulizungumzwa au namna nyingine ya mapokezi, wanasema kipindi ambacho wametawala mashaitani hao au majini hao watano, na huyu Azazili alikuwa ni mtu mzima tayari. Hii ni kila ya pili, naomba nielewe vizuri mtazamaji, na nitazame kwa masikio, nitazame kwa macho na masikio, nisikilize ambayo yaliyotulizana upate kunielewa. Sheitani huyu ambaye kipindi hicho bado hajalaaniwa kwa sheitani, alijulikana kwa jina la Azazil. Sheitani huyu alikuwa tayari ameshakuwa ni mtu mzima, na alikuwa ni mtu wa ibadati sana. Na kipindi hicho milango ya mbingu ya kwanza hii ilikuwa haijafungwa kwa ajili yao. Walikuwa wakipanda na wakikutana katika mbingu ya kwanza na malaika, na wanakaa na kubadilishana yale ya kheri ambayo malaika wanayapata kutoka mbingu ya saba, kuwafundisha majini jinsi gani watakavyomtii Allah tabaraka wa taala. Sasa kwa kila hii ya pili, baada ya umwagaji damu katika ardhi hii ya Allah, huyu Azazil akashindwa kuvumilia kutokana na tauhidi aliyokuwa nayo, takwa alionayo, hivyo akapanda, kwa sababu walikuwa wanaruhusiwa kupanda. Akapanda mpaka juu, akaenda kuomba kwamba yeye apate makazi ya kuishi huko, ili apate kumcha Mola wake mlezi, kwa sababu ya maisha ya ulimwengu yamemshinda kutokana na majini wenzao kufanya mambo yasiotakikana, kumwaga damu na kufanya vitu ambavyo visivyofaa. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu wapendwa, watazamaji wa ZVP Online TV, sheitani huyu au Azazil kipindi hicho akakubaliwa, akafanya ibada mno, akamsujudia sana Mola wake mlezi, akashiriki ibada kadri unavyoweza. Wakati yupo amefungamana na kundi la malaika, huku duniani ufisadi umezidi, Allah tabaraka wa taala akawa anampandisha cheo kadri anavyofanya ibada na uchamungu wake unavyoongezeka, mpaka ikafikia mahala akawa ni moja kati ya watu wakubwa ambao wenye kuaminiwa katika mbingu ya kwanza. Hivyo wakati jeshi linashuka kuwapiga hawa
majini waliopo katika ardhi, naye akawa ni mmoja wapo wa kutelemka kuja kuwapiga majini waliopo katika ardhi. Kwa majini wakati wanapigwa na kufukuzwa katika ardhi ya Allah, walikuwa wanamuona ndugu yao Azazil anashirikiana pamoja na majini, pamoja na kundi la malaika kuja kuwapiga na kuwafukuza makazi ambao walikuwa wanaishi. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, tunazungumzia ulimwengu usiojulikana. Sikilize vizuri, au ulimwengu wa siri. Baada ya kuwapiga majini wakakimbia, wakaenda katika sehemu ambazo tumekwisha kuzitaja. Azazil hapa akapandishwa cheo kutoka kuwa jini wa kawaida, ikafikia mahala akapewa hazina ya mbingu ya kwanza, akapewa na hazina ya ulimwengu, kwa mtawala wa tatu baada ya Sumaya, baada ya Shamail ibn Ra'si min al-Jinni, baada ya utawala ya hawa wafalme watano. Utawala uliofuata baada ya majini kupigwa ulikuwa ni wa Azazil. Tena yeye alitawala mbingu ya kwanza pamoja na ardhi, na hazina nzima ya ulimwengu huyu bwana mkubwa alikabidhiwa na Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, baada ya hapo likatoka tangazo. Hili ndio lilikuwa sasa mtihani kwa Azazil. Tangazo lilotoka, inni jailun fil ardhi khalifa, mimi nitaumba. Allah anawatangazia malaika, nitaumba katika ardhi kiongozi. Inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Nguvu ya shaitani ni ipi? Ulimwengu huu usiojulikana, ulimwengu wa siri, utakudadavulia. Unaposikia shaitani, labda unaweza kaisi ni kiumbe tu cha ajabu ajabu. Na ndio maana Mtume akatufundisha, ukitoka asubuhi unaomba dua, ukipanda kwenye kipando chako unaomba dua, ukienda sokoni unaomba dua, ukiingia kazini, ukivaa nguo, kila kitu ni dua. Kwa sababu gani? Shaitani alivyotukalia vibaya baada ya tangazo hili. Ikhwan, ndugu zangu Waislamu, tangazo likatoka. Kuna mambo mengi yalipita hapa katikati. Shaitani akaja akawa ni miongoni mwa watu waliolaniwa, au kiumbe alilaniwa baada ya kuambiwa amsujudie baba yetu Adam. Yeye akumsujudia baba yetu Adam, na hapa uadui kwa mara ya kwanza ukawa umeanza baina ya mwanadamu na shaitani, kwa sababu shaitani aliona sasa ananyang'anywa umiliki wake wa mbingu hii ya kwanza pamoja na ardhi, anakabidhiwa mwanadamu. Kwenye vyeo kuna mambo mengi, na wewe ambaye una nafasi yako kazini, una cheo chako kazini, shaitani anaweza akamuingia mwanadamu, rafiki yako, kipenzi chako, akawa ni adui mkubwa, akakuharibia mambo yako, akakufanyia urozi. Mwingine akakuendea, hasa kwa wataalamu wa kupige. Unakuja unapigwa kipande, matokeo yake unaanza nuru yako inapotea, muonekano wako unapotea, hautamaniki, bosi wako anakuwa hana hamu na wewe, kazi zako zinakuwa zinaharibika. Utakachokifanya hata ukitengeneze kwa ubora wa namna gani, kikienda kukaguliwa kinaonekana ni kitu cha hovyo sana umefanya. Licha wale ambao mpo katika kazi, kuna watu ambao mmeolewa, mlikuwa na waume zenu, mnapendana sana, ndoa ilikuwa nzuri sana mwanzo wa ndoa, mnapendana sana, utakachokisema mume wako anakusikiliza, na wewe mwanamume ulikuwa utakachokisema mke wako anakusikiliza. Mbaya zaidi, anaanza vitimbi kwako na bado unampenda sana, unaumia sana. Suluhisho limekuja, huyu ni shaitani. Inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Na huyu shaitani mwenyewe hafanyi mambo yake hivi hivi, uko mbele tutaona katika darasa letu. Ni shaitani ambaye pia mpaka katika masuala ya sihiri au uchawi anaingia. Kwa wewe uliopo katika ndoa, baada ya kutazama klipu hii, hemu itengeneze ndoa yako kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, kwa hizi dawa mbili ambazo leo ninazileta kwako, kwa hii product au hizi product mbili nazo zileta kwako, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, zitakufanya kuwa salama na kurejea katika power na nguvu uliokuwa nayo mwanzo. Ewe ambaye unaifanya biashara, mwanzo biashara yako ilikuwa nzuri, inakwenda vizuri, lakini baada ya marafiki zako, jamaa zako na wewe kuitangaza biashara hiyo, walipofika katika biashara hiyo, mtu akaisifu biashara yako, akasema fulani umefanikiwa, bila kusema mashaallah, kumbe anakuhusudu, hataki hapo ulipofika. Mwisho wa siku biashara ikaporomoka, ikaharibika, ikashuka, ikapotea. Mwingine anakunuia na waitus kabisa, unaamka unafika eneo lako la biashara, unakuta kuna dawa za ajabu ajabu zimemwagwa, kuna mavyungu yametupwa pale, ili mradi urozi tu, ili mradi wewe uharibikiwe. Leo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, nimekuletea dawa za namna mbili. Nyota Oil, ambayo dawa hii inakwenda kukusafisha na kukufanya kuwa mpya, kurejea katika hali yako na kuwa na nguvu na nyota yako uliyokuwa nayo hapo awali. Lakini pia kuna nyota ambayo hii dawa, ziko dawa mbili. Kuna hii inaitwa Nyota Oil,
Lakini kuna hii hapa pia inaitwa nyota, pia vile vile ni dawa ambayo inakwenda kukusafisha, inakufanya unarejea kuwa katika kuwa na nguvu ambayo ulikuwa unaitarajia. Kama kupendwa, utarejea katika kupendwa kama ilivyokuwa zamani, na maelekezo nitatoa hapo baadaye inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Inna shaytana lakum aduwan fattakhidhuhu adu, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, basi mfanyeni kweli kuwa ni adui kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, na wale ambao kila mnachokifanya hakiwi, yani kazi yako ni kuanzisha jambo ukilianzisha likianza kutimilia tu, basi itafikia mahala ataumwa mke, ataumwa mama, itatokea shoti kwenye biashara, ili mradi fedha uliyopata kama faida iende kule katokomee. Dawa hizi na product hii ambayo tunaileta kwenu ni suluhisho kwa matatizo yenu inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Kwa ikhwani, ndugu zangu Waislamu, uadui ulianza hapo. Sasa hawa mashaitani ambao ndio wamebeba hiyo dhima ya baba yao Ibilisi ambaye mwanzo alikuwa Azazil, na wao walilazimika wakutane na Nabii Allah Suleiman alayhi salam, na wawe chini ya Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Tunakwenda kumaliza sehemu ya kwanza kwa mfumo huu hapa ufuatayo. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, baada ya Nabii Allah Suleiman ghafla wamemkusanyikia mashaitani kutoka katika sehemu tofauti tofauti, katika sehemu ambazo tumekwisha kuzitaja hapo awali. Minal kuhufi, kutoka katika mapango, wal audiyati, kutoka katika majangwa, na tahta al-ardhi, pamoja na chini ya ardhi, na sehemu ambazo hatujazitaja. Wasema waqafu amamahum, na akasimama Nabii Allah Suleimani mbele yao kwa ajili ya kuamrisha, na wao wakisubiria amri kupewa kutoka kwa Nabii Allah Suleimani, amruhu ta'an wa karahan, kutokana na amri ya Nabii Allah Suleimani, watake wasitake lazima wasikilize na watii. Ndugu yangu Muislamu, walichokifanya Nabii Allah Suleimani ni kitu cha ajabu, na hapa sasa ndo tutakwenda kuchambua jini moja moja kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, ikhyari Suleimanu alayhi salam, akakhitari Nabii Allah Suleimani, akawachagua Nabii Allah Suleimani miongoni mwao watu ambao au majini ambao walikuwa ni tofauti na wenzao. Akatafuta majini ambao walikuwa na akili nyingi kuliko wengine, lakini pia akawatafuta majini waliokuwa na kuwa au nguvu nyingi kuliko wengine, lakini pia akawatafuta majini waliokuwa na vipaji na vipawa maalum kuliko wengine. Kisha hawa akawajalia uongozi. Hata kwa binadamu wapo katika maskuli ambao watu wamesoma, kuna kijana mmoja anaonekana ni genius, kila anachoambiwa yeye anakisikia, na akifanya mtihani anafaulu. Basi ndivyo alivyofanya Nabii Allah Suleimani kuwateua majini hawa. Miongoni mwa jini alianza naye, ambaye leo tutafungia hapa darasa letu, lakini pia sehemu ya pili tutaanza naye jini huyu kumwelezea nguvu yake, alikuwaje, na kwa nini Nabii Allah Suleimani alimteua, na binadamu wa sasa hivi wanamtumia vipi jini huyu kuleta madhara katika kiwiliwili chako, huku tukirejea nyuma baada ya shaitani kulaaniwa, ahadi gani aliweka kwako wewe unaonitazama mwanadamu. Wa min hadhihi aljinni ahada ismuhu, na katika hao majini walioteuliwa na Nabii Allah Suleimani, wenye akili nyingi, wenye nguvu nyingi, na wenye vipawa maalumu kuliko wengine, aliteuliwa jini ajulikanaye kwa jina la Baalun. Baalun, huyo ndo jini ambaye tutakwenda naye sehemu ya pili kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, nguvu zake, kuwa yake, kwa nini Nabii Allah Suleimani alimteua, na watu wanafanya vipi kupitia jini huyu kuleta madhara kwa viwiliwili vya wanadamu. Lakini ndugu zangu Waislamu, tumekuleteni product hapa kama nilivyosema awali. Kwa wewe ambaye kazi zako haziendi sawa, unajitahidi kupambana, nguvu kubwa unatumia, na wapo watu alhamdulillah, mtu anajitahidi kutafuta cha halali, anafanya nguvu kubwa, anatumia nguvu kubwa, lakini anapata kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini akipata fedha yake haikai mkononi, mpe masaa mawili imekwisha kabisa, imepukutika, baadaye anakuja kuuliza hiyo fedha imekwenda wapi? Na kabla hajaipata fedha hiyo anakuwa na mipango mingi mno, lakini fedha inapofika mkononi, ile mipango yote ya maana inapotea, na anawaza atapata tena, ataitumia ile itakapokwisha tu, ndio ile mipango ya maana inarejea tena na kuhisi atapata siku nyingine. Kwa anajikuta kila siku yeye anapiga mark time tu, maisha yanazidi kwenda, anazidi kuwa mchovu. Wewe hauko sawa, njoo uchukue product hizi ambazo
kwazo tunazileta kwenu kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, zitakusaidia. Kuna namba hapo ziko chini inshallah, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala piga, utapewa maelekezo ya dawa hizi zitakufikia vipi popote pale utakapokuepo. Lakini kama nilivyosema hapo awali, kwa wale wenye mashaitani, majini mahaba, na uko mbele tutaelezea mengi inshallah juu ya hao mashaitani wanavyofanya kazi katika viwiliwi vya wanadamu. Majini mahaba, unalala unahisi unaingiliwa na unakosa hamu na tendo la ndoa baina yako wewe na mume wako, au mwanamume kwa mkewe. Yani kila unapotaka kushiriki tendo la ndoa na mke wako, nguvu zinakwisha kabisa. Ufanye nini katika matumizi ya dawa hii? Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, na upate shifa. Lakini pia kuna uchawi unaoitwa shuhudha au shaabadha. Watu wengi wamehangaika katika majini, wamehangaika kulia kushoto, lakini mwisho wa siku katika upande wa majini mahaba wamefeli, hawafanikiwi. Basi jua, ukiona una dalili zote za majini mahaba na haufanikiwi na product unatumia, basi jua una uchawi unaoitwa shuhudha au shaabadha. Lakini kwa wale wafanya biashara na wafanya kazi, inshallah nimekuleteni dawa hii hapa ambayo inaitwa Nyota Oil. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, inapatikana kwa namba ambazo utakazopiga hapo chini inshallah, zinazopita. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala utapatiwa kwa gharama nafuu kabisa, lakini inakwenda kufanya mukhalafa baina ya kiwiliwili chako na shaitani. Dawa hii inakwenda kufanya mukhalafa. Mukhalafa maana yake itakapoingia katika kiwiliwili chako, haina haja ya mambo mengi, ni ushaitani automatically yeye mwenyewe kuhisi karaha kukaa katika kiwiliwili chako, anatoka na kwenda kwingine, au anakwenda hapo asau kwa alipokuwa akiishi hapo awali. Kwa utatumia kwa maelekezo ambayo tunayoelekeza. Dawa hii inatumiwa kwa kukoga. Matumizi yake ni kukoga kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, lakini inaongeza nguvu, inaongeza mvuto. Jambo la kwanza, dawa hii inaongeza mvuto, lakini jambo la pili, inafungua biashara. Inafungua biashara ya namna yoyote ambayo wewe unataraji kuifanya. Lakini pia vile vile inafungua ndoa ambazo zimefungwa. Kuna watu hawaolewi, kuna watu wanapambana waingie katika ndoa, lakini mambo yanakuwa magumu. Utakapotumia dawa hii kukoga, inakufanya nyota yako, nguvu yako na pawa yako kurejea kama vile ulivyokuwa mtoto mdogo ulivyozaliwa, kila mmoja alikupokea kwa bashasha na nguvu kubwa. Lakini pia vile vile dawa hii inafungua mali. Riziki kwako imekuwa tabu, kuna watu riziki zao zimekuwa za tabu, wanapambana, jasho linatoka, lakini wanachokipata kinaishia kupotea na hawajui wamefanya kitu gani cha maana. Lakini jambo jingine, inafungua kazi. Enyi mnaofanya kazi, mnahangaika, mnajituma sana, lakini mabosi wenu kana kwamba hawaoneni. Kuna watu wanafanya kazi hata mishahara kuongezewa mtihani, na wao ndo kila siku kusimamishwa. Lakini pia vile vile inabatilisha uchawi, sihiri. Kuna aina 410 za uchawi, na zenyewe tutazieleza kupitia hawa majini wanatumika vipi katika uchawi, kama anavyosema al-Imamu al-Azhari rahimahullah alayhi salam. Inshallah pia vile vile jambo la mwisho anasema inaondoa nuksi, hasadi, mikosi na vitu mfano wa hivyo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Sehemu ya kwanza nimekuletea dawa hii ambayo inaitwa Nyota Oil, lakini sehemu ya pili inshallah nitakutangazieni hii dawa nyingine inayofuatia. Kwa tuna dawa mbili hapa ambazo darasa letu lote kuanzia leo, ulimwengu wa siri, ndio dawa ambazo tutazileta kwenu. Jitahidi piga simu hapo uweze kupata maelekezo ya dawa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, ukatumie maisha yako yakae sawa. Pia vile vile usisahau kusambaza klipu hii kwa watu wengine, wakifanikiwa pia Mwenyezi Mungu atakulipa kila la kheri. Wa akulakum, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.